Bana, tuko nyumbani hapa kwa mama mzazi wa Tajiri Chui, ikiwa ni siku chache zimepita tokea mama aonyeshwe baadhi ya mali za mwanaye, lakini pia ikashuhudia makubwa ambayo mwanaye ameyafanya. Lakini kubwa zaidi, tukio la mwisho ilikuwa ni ile siku ambayo ameenda kuonyeshwa gari mpya ambayo mwanaye alikuwa ameileta nchini. Hii ni gari ya kifahari ambayo ni V8 new model. Sasa leo tuko na mama hapa nyumbani. Tukitaka kufahamu maisha yake yapoje kwa sasa baada ya kuwa ameonyeshwa na mwanaye baadhi ya mali, lakini pia jamii kuweza kumtambua kwa ukaribu zaidi mama wa Tajiri Chui. Mama, habari za masiku? Namshukuru Mungu mwanangu, jambo. Sisi jambo, unaendelea vizuri? Mimi namshukuru Mungu naendelea vizuri, japo siendelee vizuri. Familia haijambo. Umesema unaendelea vizuri, lakini japo sio vizuri kihivyo kama jinsi ambavyo pengine tunaweza tukadhania. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu toka mwanangu alivyonionyesha lile gari kule, shakuwa na mtihani mkubwa hapo unatokea katikati hapo. Yaani baada ya kurudi kule kuonyeshwa mali za mwanangu, raia washanifuata hapa, wanataka document za mwanangu nimeonyesha, wanasema kwamba mwanangu ni Freemason. Sasa mimi hizo document mwanangu hajawahi kunikabidhi document za aina yote. Kusema hizi mama, mimi nimejiunga kwenye Freemason, labda document zishike hizi hapa. Hajawahi mwanangu kunionyesha. Lakini watu wamefikia tu wananiambia, "Mama, shika milioni 10 hapa tupe document za mwanao." Kwani mimi nimekataa milioni 10. Kwa sababu hiyo document zingine za sizijui. Ziko vipi? Sizielewi. Lakini binadamu washanisimamia wima. Hapa anataka kunitoa roho hapa. Yaani hapa niko katika mtihani. Na hii imekuja kutokana na kile ambacho kilikuwa kikionekana kwenye siku chache zilizopita, baadhi ya video ukionyeshwa mali za mwanao, ama ni tokea muda? Baada ya kuonyeshwa mali ya mwanangu za mwanangu, ndio matatizo sasa ndio yametokea. Juu ya kuona kwanza lile gari la kifahari lile. Ndio ameona hapa sasa inabidi mama tumfuatilie. Kwa hiyo ananifuatilia. Naombeni jamani, mwambie mwanangu anitoe katika huu mtihani. Maana hii ni mtihani mkubwa. Maana nitakuja kutekwa. Watu washasema kama usipotuonyesha document amenipa wiki hii moja. Hapa na hati ya kuja kutekwa. Sasa namuomba Chui mwanangu anitoe hata nikapumzika huko wiki 2-3 hivi. Anipeleke sehemu yoyote ile. Umeona? Katika usalama wangu tu niende nikapumzike huko. Maana usalama ushakuwa mdogo. Kikubwa ambacho wanakihitaji hawa ambao wanakufuata ni nini? Wanataka na wao waweze kujiunga, ama ni kipi ambacho wanahitaji kuweza kukithibitisha kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwa mwanao? Sasa hapo naona na wao sijui wanataka kujiunga, sio wanataka nini, hapo ndio sijaelewa. Lakini hata kama watataka kujiunga wanifuate mimi mama. Si inabidi wamfuate mwenyewe amkabili. Mimi nahusiana nini na mimi na hizo document? Mimi sihusiani nazo. Ni kama kumfuata, ungemfuata mwenyewe Chui, lakini sio mimi. Mimi nimeonyeshwa tu mali, lakini hizo document mimi sina. Naomba watu waniache. Mwanzoni ulikuwa hautaki kuweza kujiingiza kwenye huu mchezo, lakini mwisho wa siku ulivyokuja kugundua kwamba pengine huenda ikawa ni uongo tu ambao wanamzushia mwanao, ukaamua kukaa sawa, yani kuyaweka mahusiano yako sawa na mwanao. Lakini kwa sasa hivi vinajitokeza, unaamini kweli mwanao yuko Freemason? Mwanangu kweli hayuko Freemason. Hayupo Freemason. Au siwezi nikamwekea kwa manani zaidi nikasema hayupo au yupo. Umeona? Maana ni watoto wetu wa 2000 ndio hawaelewi sasa hivi. Hawaelewi kabisa, kwa sababu watoto wanataka pesa za mteremko za haraka haraka. Wanaweza kamua hata baba, kamua mama kwa kutaka nini? Pesa. Hiyo siwezi kumwekea manani moja kwa moja kusema kwamba yupo Freemason au hayupo. Hiyo atajua mwenyewe. Umeona? Lakini hao wanaotaka document hizo mimi sina. Naomba kama wananisikia, naomba tu waambie wasikie kwamba mimi sina document ya aina yoyote, na naomba waniache. Umemweleza Chui na anasema nini kuhusiana na hili? Chui mimi bado sijaongea naye. Umeona? Ila yeye mwenyewe katika meneja wake amemwambia kwamba mimi ataweza kuniondosha hapa kwa sababu nao watu wanavyozidi kunifuatilia atanitoa hapa. Umeridhia hili ambayo nataka kulifanya, kutoa hapa kupeleka sehemu nyingine ukapumzike? Nimeridhia kwa sababu nitakuja kutekwa. Sasa nitakapokwenda kutekwa huko, si nitakwenda kuumizwa huko, mwanangu asijue mimi mama nilipo wapi. Si bora mwanangu anitoe nini nikapumzike sehemu hata wiki 2-3. Na nataka kwenda South.
wiki ijayo nitaondoka kwenda South. Na kwenda kupanda ndege, kama nataka kunifuata anifuate airport. Wakanitekee kule, lakini hawawezi kuniteka. Na mmeafikiana vipi, uende nje ama hiyo ni Tanzania hapa hapa? Tumeafikiana mimi niende South Africa. Utaratibu umeshaanza kufanyika? Taratibu tayari ushaanza kufanyika mpaka sasa hivi hapa ushaanza kufanyika. Tunavyoongea hapa kila kitu kishakuwa tayari, na wiki ijayo naweza nikaondoka kwenda South. Unawaambia nini hawa ambao wanakuja kukusumbua kuhusiana na kile ambacho wanakidai kwamba mwanao ni Freemason? Mimi nawaambia kwamba mwanangu sio Freemason, waache kuja kunifuatilia. Waache kabisa kunifuatilia, kwa sababu hizo document zenyewe mimi sina. Wasinifuatilie kabisa, wananipa tu maumivu ya moyo tu, kutaka niwe nakaa sehemu naishi kiwasiwasi, wakati maisha haya nilikuwa sina. Sasa hivi mwanangu amekuwa na maisha mazuri, ndio wananifuatilia kusema document. Hizo document sisi hatuna hapa, na ukitaka wao wenyewe jambo la Freemason wao wenyewe wakawatafute na Freemason walipo huko, ili wao wakajiunge, lakini kwa swala la mwanangu na mimi naomba watu waache. Bado umeendelea kumsamehe mwanao, ama kutokana na haya maneno ambayo tena imeanza kuibuka umemchukulia tofauti? Naweza nikamchukulia tofauti au naweza nisimchukulie tofauti, kwa sababu sasa hivi mwanangu namuona mimi mwenyewe kajirudi, na mimi mwenyewe nimeamua mwanangu tu kumsamehe. Bana, tumekamilisha mahojiano haya kutoka nyumbani kwa mama mzazi wa Tajiri Chui kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kikiendelea kati yake na baadhi ya watu ambao ilisemekana walikuwa wanamfuata kwa ajili ya kuja kutaka uthibitisho kama mwanae kweli yupo kwenye akajiunga na Freemason ama la. So tumesikia mama ambaye ameyazungumza, lakini kubwa ni safari yake ya kuelekea South Africa kwa ajili ya kwenda kufanya mapumziko yake ya muda kadhaa. Endelea kutufuatilia kwa ajili ya kuweza kujua undani zaidi wa haya ambayo yanaendelea kutokea. Hadi wasaa mwingine.